Bwana, aliye mbele yetu sasa ni mkuu wa idara ya mawasiliano ya club yenye ukwasi zaidi Tanzania, Singida Black Stars. Hao matajiri kweli kweli wa mashambani huko Alizeti. Na unaweza kuona logo imeandikwa Singida Black Stars Sports Club, hapo imeandikwa The Big Stars. Na ukiangalia kikosi cha Singida kinaakisi hili neno The Big Stars. Takriban wachezaji wa kutoka mataifa mbalimbali wako hapa na kwenye wakiperform kwenye ubora mkubwa sana. Singida wako kisiwani Zanzibar. Hapa leo mpo Unguja, safari kuelekea Pemba kwenye mashindano ya muungano ambayo yanakwenda kufanyika kule, na Singida imepewa turufu ya kuwa timu funguzi ya mashindano. Kipi ambacho wana Singida na Watanzania wakisikia kutoka kwako msemaji? Karibu sana. Asante. Kwanza tuanzie hapo kwenye logo. Naona umeanza kuchambua. Uchambuzi wako umeanzia kwenye logo. Moja ya sifa kubwa ya mchezaji kusajiliwa Singida, lazima awe star. Na ili mchezaji awe star, lazima huko alikotoka kuna vitu amevifanya kwenye ubora wa hali ya juu, ndio maana kawa star. Kwa sisi tulichokifanya, tumetafuta mastar ili tupate quality ya star. Kwa wale mastar tumewaweka pamoja na kutengeneza chemistry kati yao. Alafu matokeo yake ndio hichi kinachoendelea. Moto unawaka kweli kweli. Kwa jina letu limeakisi uhalisia. Ili ucheze Singida Black Stars lazima uwe umefanya kitu kwenye nchi ulotoka, lakini hata kucheza Tanzania umefanya kitu ulichokifanya kizuri. Na sasa tuko Unguja, safari kuelekea Pemba Gombani kwenye mashindano ya kombe la muungano. Wana Singida dunia nzima wanatakiwa kusikia kitu kutoka kwako msemaji. Ili usajiliwe Singida, sifa ya kwanza uwe star. Na ili uwe star lazima uwe na quality ya ustar. Quality ya ustar inatokana na ubora ambao unauonesha kwenye career yako. Kwa sisi kazi inakuwa rahisi. Tunakuchukua, tunakusajili, au unakuwa sehemu ya mastaa ambao tuko nao. Kwa hiyo timu yetu ukitazama kuanzia squad mpaka benchi la ufundi, wote wana star quality. Na ndio maana ikaitwa Singida Black Stars. Kwa hiyo uko sahihi wakati unaichambua hii logo, na ukitazama hata timu yetu inaendana na jina lake. Hakuna mchezaji hapa sio star, hayupo. Yoyote awe mzawa, awe mgeni, wote ni mastar. Na wameshiriki mashindano makubwa, wamecheza ligi kubwa kwenye viwango vikubwa. Kwa hiyo tunajivunia kwa hilo. Sio kama chukuchuku. Yaani ingekuwa eti KMC inajiita KMC Big Stars. Alafu wachezaji unaoangalia pale, kwanza mimi najua wawili. Walobaki wote, yani chukuchuku ni maarufu kuliko hata mastar wake. Wachezaji wake, eti kuliko mastar wake, kuliko hata wachezaji wake. Lakini Singida Black Stars ukitazama wachezaji ni mastar. Tuachane na hayo. Tupo Zanzibar, tumekuja mahususi kwa ajili ya kushiriki michuano ya kombe la muungano ambayo tumealikwa rasmi na serikali ya mapinduzi hapa Zanzibar kupitia kwa shirikisho la soka la hapa Zanzibar, kwamba na sisi iwe ni miongoni mwa timu ambayo inashiriki mashindano haya yenye heshima kwa taifa letu. Kwa hiyo tumekuja rasmi na leo hii ndo tumeingia, lakini uelekeo wetu ni kutoka hapa Unguja kuelekea Pemba. Safari ilikuwa ndefu kutoka nyumbani Singida kuja mpaka Dar es Salaam mpaka Unguja. Kwa hiyo tumeamua kuweka kituo hapa kwa ajili ya kupumzika na kufanya mazoezi mepesi kama hivi. Kisha kesho asubuhi tutaanza safari ya kuelekea Pemba kwa ajili ya michuano hii, na mechi yetu ya kwanza ya ufunguzi tutacheza tarehe 24 dhidi ya JKU wenyeji wa hapa Zanzibar. Mechi nzuri kweli kweli. Lakini hapa kabla hatujaondoka Unguja, tumepata heshima na taadhima ya kuzindua unacheka. Mwingine ndio huyo anaongea. Tumepata heshima na taadhima ya kuzindua hapa panaitwa Maisara Complex. Kwa mara ya kwanza Singida Black Stars tunatumia uwanja wa Maisara kwa mara ya kwanza. Hakuna timu yoyote, kameramani pole nakutesa hakuna timu yoyote iliyopata fursa ya kuzindua mradi huu tangu umekamilika. Ni Singida Black Stars kwa mara ya kwanza leo hii. Kwa hiyo ni heshima kubwa kupewa nafasi hiyo ya kuzindua rasmi viwanja hivi vya Maisara, na tunapongeza serikali kwa jitihada kubwa ambayo imefanya kujenga project hii. Nikiangalia naona kuna viwanja hivi viwili vya mpira wa miguu, lakini naambiwa kule kuna viwanja vingine vya michezo mingine. Ni project nzuri na kwa kweli imetufurahisha kwa sababu hata sisi tunajenga complex yetu kule Singida. Tumeanza na uwanja wa Airtel Stadium, lakini ndani yake baadaye kutakuwa na complex kubwa yenye vitu kama hivi. Mashindano haya yamekuja na fursa ya kiuchumi ndani ya Singida Black Stars. Kuna star mwingine ameingia maalum sana kwenye mashindano ya muungano. Kwa Adidu rejea, kwa sababu najua mambo yashazungumzwa kwenye press huko. Nini ambacho unakiona kwa mdhamini kuelekea kwenye mashindano ya muungano? Kwanza ametubariki sana na amekuja wakati sahihi. Airtel Tanzania
Mtaje tu, sio tangazo. Ni mdau wa michezo na. Kwa sababu tunaenda wote Pemba, hakuna baya, utalipia mbele. Yes, Airtel Tanzania, na unaweza kumulika hapa cameraman. Hawa watu wanatakiwa wapewe moyo na nyinyi vyombo vya habari ili waendelee kuweka nguvu kwenye mpira, kwa sababu wana support mpira. Kuweka fedha kwenye mpira si kila kampuni inaweza kujikomiti hivyo, lakini ukiona makampuni kama haya yanaingia kwenye mpira, anaweka fedha, ni kuyapa nguvu ili wasichoke kwa ajili ya maendeleo ya mpira wetu. Kwa msijisikie vibaya kurekodi. Anyway, lakini tunawashukuru sana Airtel Tanzania, wametuongezea nguvu baada ya kuona tunashiriki mashindano haya, wakatupa udhamini wa fedha kwa ajili ya kuweza kujiendesha katika kipindi chote tutakachokuwa kwenye mashindano, lakini pia wametupa jezi maalum ambazo tutakuwa tunazitumia kwenye mashindano haya mpaka atakapokamilika. Jezi zote ambazo tutazitumia utaona zina nembo ya Airtel, yana nembo ya Airtel. Star mwingine huyo hapo, golikipa bora kabisa. Star haule. Huyu anajua mimi ndo nimepeleka timu ya mataifa msimu uliopita. Afu asemi ujue. Wazifangu anazificha, anakunja. Yefu alienda kimataifa. Sasa ubora tu asiri wewe. Bwana golikipa alikuwa anazungumza kitu kazi kwenye timu ya Samani. Kwa anavyoniona hapa anaona kama bado kwenye ile timu ile. Tumehama wote. Lakini yote Airtel wametuwezesha sana. Airtel wametuwezesha, tumeweza kuja vizuri bila stress. Najua kuna timu zitakuja huko na stress, kimo timu ya Zaka za kazi. Kwa sababu ndio tumaini pekee lililobaki. Star. Bwana wewe ndio msemaji Star zaidi Tanzania. Na tunaishi vizuri na ndugu na vijana wangu hapa. Mastaa wote tunaishi vizuri. Mastaa huwa hatukunjiani. Star mwingine huyu hapa. Star mwingine ni Paul Yanga. Ukitaja wale wachezaji winga bora Tanzania, miongoni mwake tunaye hapa. Huyu ndio yule. Una nywele moja imepostiwa vizuri hapo. Amekaa. Bwana tuko Zanzibar. Wazanzibari na Tanzania kwa jumla wategemea nini kutoka kwako Yanga? Wategemea mambo mazuri. Sisi tumekuja kuondoka na kombe tu hapa. Hajafuata kitu kingine. Kaanza mapema. Ndio. Hapa unakuja Yanga, unakuja Azam, unakuja Coastal Union hapa. Sawa, wewe unaongelea. Kisha na majina eti. Hii timu ya hapa. Hapa tu hapa. Hapo vitaamua. Hiyo ni confidence, haipo kwa Yanga peke yake. Hiyo ni confidence ipo kwa Kevin National Star. Hiyo ni confidence tajiri, kiungo tajiri huyu hapo na gari kali zaidi yule pale. Confidence ipo kwa Morris Chuku. Alikuwa kwenye press. Hiyo ni confidence ipo kwa Edmund John, ipo kwa kila mchezaji mpaka Mzanzibari ambaye tumekuja naye hapa Habibu Gego. Naye pia ana hiyo confidence. Kwa hiyo sisi wachezaji wetu ukiona naongea hivi ni kwa sababu wanaelewa ubora waliokuwa nao, na mashindano watu kiatazama tunaona kabisa tunaweza kwenda kushindana na kulichukua kombe la Muungano. Nina jambo lingine ndani sisi tunaenda kuongelea Pemba ili na wewe tuone msafara uendana nao. Kwenye kikosi kuna mtu ameachwa au wote wapo hapa ili Watanzania wajue kwamba Singida imesha booster nzima, kuna wengine wapo hapa? No. Lazima kuwe na silaha za akiba. Kwa hiyo tuna baadhi ya nyota wetu ambao hatujasafiri nao. Jonathan Soa hayupo katika intake hii ya mwanzo, hayupo. Lakini pia Maruf Shakei hatuko naye kwenye safari hii mzunguko huu wa kwanza. Wale kuna kazi maalum. Sijui unanielewa? Kuna kazi maalum ambayo imefanya ambao Soa atakuja kuifanya. Wanaandaliwa kwa kazi maalum. Inshallah ni mipango ya benchi la ufundi. Hatuwezi kuiingilia. Lakini nafahamu shauku ya mashabiki wetu hapa Zanzibar, na tuna mashabiki ambao wanaisupport sana Singida kutoka hapa Zanzibar. Uwezi amini. Moja kati ya sehemu ambazo tunapata support kubwa sana ni kutoka Zanzibar. Huku tuna mashabiki wengi ambao wanatuunga mkono, wanaiunga mkono timu yetu kwa sababu wanaona tuna kijana wetu hapa. Gego kutoka hapa. Sasa ndo chuma cha kutoka Zanzibar chenyewe. Bwana Gego, vipi ndugu yangu? Bwana, kazi yako kubwa sana na upo sehemu kikosi cha Singida Black Stars. Ni nini ambacho unaweza kuzungumza kuelekea kwenye mashindano ya Muungano ambayo yanafanyika kwenye ardhi hii ya Mzee Abedi Amani Karume? Neno moja tu kwa wana Singida. Nashukuru bingwa. Meisha hiyo. Nilikwambieje? Confidence ambayo umeona nayo Haule, ukamwona nayo Yanga, ipo kwa kila mchezaji nation, na umemwona Gego mwenyewe akizungumza. Anakuja timu inaongoza ligi nakuja hapa. Kaka, hiyo ndo confidence ipo ndani ya Singida. Tunakosaje confidence na yeye Airtel ameshatuwekea mpunga? Kwa hiyo ndugu zangu, tukutane Pemba. Mambo mengi zaidi tutayajenga Pemba. Na mimi naongea na Airtel, watu wangu wa media. Bwana, mimi na vijana wa media tunakutana nao Pemba. Naomba tuongezee nguvu
ili twende tukakiwashe kule, watu wafahamu kuhusiana na Airtel Money, wasee kuhusiana na lipa namba na mambo yote. Lakini pia kombe la Muungano msimu huu ni la Singida kwa ushirikiano na Airtel Tanzania. Miaka 61 ya Muungano, zungumza na Tanzania. Miaka 61 ya Muungano inaashiria umoja wetu na uvumilivu wetu na ustahimilivu wetu na ushirikiano wetu kama taifa. Sisi na Wazanzibari ni ndugu kihistoria, lakini pia ni ndugu kwa sababu nyingi sana. Kwa hiyo tuendelee kuenzi muungano wetu na tuendelee kushirikiana hasa katika masuala yanayounganisha pande zote mbili za muungano. Mengine tutayaongea Pemba. Bwana, huyo ndo Basanza mwenyewe. Unaweza kuona usafiri huo unawasubiri kuondoka nao hapa, lakini kuna basi maalum, lakini pia unaweza kuona kule kuna pikipiki ambayo itaongoza usalama. Bwana, mimi ni Sike kutoka hapa viwanja vya Maisara Zanzibar, na hii ni Road to Muungano Cup. Tunatoka Unguja tunakwenda zetu Pemba kwa sehemu ya historia hiyo. Tunaienzi miaka 61 ya Muungano Tanzania. Siko pekee, mie sio mpweke, ale nyuma yangu sasa anaitwa Jackie.